Tafadhali, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii, na kisha itakuja alama ya kengele, nayo utaibonyeza mara moja, na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na autopitwa na taarifa mbalimbali zinazohusu mastaa ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Miezi miwili iliyopita tunafahamu kulikuwa kuna sekeseke kubwa ambalo lilikuwa linaendelea katika mitandao ya kijamii, na ili si jingine ambalo lilikuwa linamhusisha Hamisa Mobeto pamoja na mama mzazi wa Hamisa Mobeto, ambapo inaelezwa kwamba mara baada ya maamuzi ya kuamua kwa Stefano Aziz Ki kuamua kumuoa Hamisa Mobeto, inadaiwa kwamba mama yake mzazi na Aziz Ki hakuweza kuibariki ndoa hiyo, kwani alikuwa anapinga vikali Aziz Ki kuweza kumuoa Hamisa Mobeto na kudai kwamba alikuwa anahitaji aweze kuoa mwanamke ambaye hajazaa. Na tunafahamu Hamisa Mobeto mpaka sasa ana watoto wawili, ambapo mtoto wa kwanza aliweza kuzaa na Majizo, na huku mtoto wa pili akizaa na Diamond Platnumz ambaye ni mwanamuziki wa muziki wa Bongo Flava. Sasa mara baada ya tukio hilo tulishuhudia wakati wa ndoa yake iliyofungwa nchini Tanzania hakukuweza kutokea na ndugu zake Aziz Ki, lakini pia hata mama yake mzazi ambaye anaishi nchini Ivory Coast naye pia hakuweza kuja nchini Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria na kujumuika katika sherehe hiyo ya mwanae Hamisa Mobeto, mwanae Aziz Ki aliyekwenda kufunga ndoa na Hamisa Mobeto. Sasa maneno yakawa ni mengi sana katika mitandao ya kijamii, huku wengi wao wakidai kwamba familia yake imeamua kumzila na kumtenga, huku ikidai kwamba imekasirishwa na kile ambacho Aziz Ki alikifanya, kwani wao kama wazazi pamoja na ndugu na jamaa hawakuridhia kuweza kuona Aziz Ki anamuoa Hamisa Mobeto. Lakini watu wanadai kwamba Hamisa Mobeto ana mawasiliano ya karibu sana mama mzazi wa Aziz Ki, na kulikuwa kuna sababu ambazo zilikuwa ziko chini ya carpet ambazo Aziz Ki pamoja na watu wake wa karibu hawakutaka kuziweka wazi kwa nini mama yake mzazi hakuweza kufika katika ndoa yake, lakini pia harusi yake ambayo ilifungwa nchini Tanzania. Sasa hatimaye siku ya juzi tunakumbuka Aziz Ki aliweza kuitwa katika timu ya taifa, ambapo sasa ameweza kuondoka na kuelekea nchini Ivory Coast. Lakini mara baada ya kuondoka watu walianza tena maneno na kudai kwamba kwa nini ameondoka peke yake, na huenda kukawa kuna sintofahamu au mvurugano kati yake yeye pamoja na Hamisa Mobeto, huku wengi wao kidai kwamba wamekorofishana. Lakini siku ya jana pia Hamisa Mobeto ameweza kufunga safari kwa ajili ya kwenda nchini Ivory Coast, ambapo baada ya kufika nchini Ivory Coast aliweza kukutana na mama mzazi wa Aziz Ki, na ilikuwa ni moment nzuri sana ambayo imewafurahisha watu wengi sana, kwani wameonekana kuwa na upendo, lakini pia kufurahiana kila mmoja, huku wakipiga picha za pamoja. Na kwa swala hilo mama mzazi wa Aziz Ki ameweza kufunguka mazito kuhusiana na Hamisa Mobeto, huku akikanusha zile taarifa ambazo zilikuwa zikienea na kuzagaa katika mitandao ya kijamii. Mama mzazi wa Aziz Ki amedai kwamba Hamisa Mobeto ni mmoja kati ya wako zake ambao wamekuwa wakimpa furaha muda wote, lakini pia wamekuwa wakimpigia simu licha ya kwamba alishindwa kuhudhuria katika harusi kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wake. Lakini amedai kwamba ni mmoja kati ya mwanamke ambaye anampenda mtoto wake, lakini pia amekuwa akimtafuta na kumjulia hali kila wakati. Lakini pia ukiachana hilo, amedai kwamba anaamini kabisa ni mama mzuri, kwani licha ya kwamba ana watoto wawili kama vile ambavyo watu wanadai, basi haibadilishi chochote, kwani mke ni vile ambavyo yeye atakavyoamua kuishi na mume wake. Lakini swala hilo pia limeweza kuwafurahisha mashabiki ambao wengi walitamani kusikia kauli ya mama mzazi wa Aziz Ki, ambapo mama mzazi wa Aziz Ki ameweza kukata mzizi wa fitna na kudai kwamba Hamisa Mobeto ni mwanamke mzuri, lakini pia amekuwa akimjali, lakini pia kumjulia hali kila wakati iendayo kwa Mungu. Hii ni moja kati ya sababu kubwa sana ambayo inaelezwa kwamba mama wa Aziz Ki ameamua kukubali penzi la mwanae pamoja na mwanadada huyo Hamisa Mobeto, kutokana na kwamba ameweza kuonyesha nidhamu ya hali ya juu, lakini pia ameonekana kuwa na ukarimu, lakini pia upendo ambao wao kama familia walikuwa na uhitaji kutoka kwa mkwe wao Hamisa Mobeto. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako hapo chini ya comment section, lakini pia nikukumbushe kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video hii, na kisha itakuja alama ya kengele, nayo utaibonyeza mara moja, na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wetu na autopitwa na taarifa zetu za kiburudani ambazo zimekuwa zikitrendi na kumeki headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Sina mengi zaidi ya kukushukuru wewe ambaye umeendelea kutegea sikio lako channel yako pendwa ya Bongo Choice kuanzia mwanzo wa story hii mpaka mwisho wa story hii. Nikuombe tuendelee kuwa nasi karibu kwa ajili ya kupata updates mbalimbali za mastaa kutoka hapa ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu asante, chao.